Mwendee Daktari Askofu Robert Bundala, katibu wetu wa CCT, lakini pia katibu wa kamati ya amani mkoa wetu wa Mwanza, ambaye amekuwepo kwa muda mrefu sana na amekuwepo mahali hapa, na mimi wazi kwamba ni faraja kwetu sisi wanaangota kumuona yupo mahali hapa pamoja nasi. Mimi nina maneno machache ya kusema kama mwenyekiti wa bodi. Baada ya jambo hili kuletwa juu ya tuzo, sisi wanabodi tulipokea vizuri kutoka kwa mratibu na tumelichakata vizuri. Na baada ya kulichakata vizuri, tunakusudia kufanya mambo makubwa sana. Itakuwa ni historia katika jiji letu la Mwanza, jambo ambalo halijawahi kutokea tangu Mwanza imekuwepo, kuwakusanyisha watu katika viwanja vya Nyamagana zaidi ya 8,000, lakini kwa lengo kubwa kutoa tuzo kwa kutambua mchango wa watu katika huduma hii ya Injili. Niko namwambia Daktari Bundala kwamba wakati wa kutoa tuzo unawaza sana nani apate nani asipate. Mimi kwa upande wangu nilikuwa nimempendekeza dada mmoja ambaye kwa kweli alifanya kazi kubwa sana miaka kama 2000 iliyopita zaidi ya Kristo. Yeye alikuwa anaitwa Mariam. Yeye alikubali kubeba ujauzito bila mume. Sasa nikamwambia Bundala, unaonaje udada kama tungempa tuzo? Lakini Daktari Bundala akaniambia nani atamchukulia. Hiyo ndio ikanipa shida. Sasa nikasema yaani mtu tu kumchukulia ndio anakosekana. Yaani jamaa yake wa karibu ni nani anayeweza kupeleka kwenye ile familia. Hiyo tunao imenishinda kwa Bundala, lakini nilikuwa najaribu kuwaza sana. Kwenye hapa kwenye jiji la Mwanza mimi nimekuwa muda mrefu sana. Hapa Mwanza nimeingia tarehe 27 mwezi wa 2 mwaka 66. Ndio nimeingia hapa Mwanza. Kwa hiyo unaweza kuona wazi kwamba mji wa Mwanza wote unajengwa, unakuwepo na uona. Kwa hiyo nyingine ni kama umenikuta nikiwepo hapa Mwanza tayari. Sasa Mwanza nimekuwa mwenyeji sana. Tangu nimekuwepo Mwanza sijawahi kuona tuzo za namna hii zikitolewa. Sasa hii itakuwa ni mara ya kwanza. Kwa sababu shirika lenyewe kama ulivyosikia limeanza tu mwaka jana mwezi wa 8. Kwa hiyo utaona kwamba ni changa, afuna tuzo hii ni mpya. Sasa tukishirikiana kwa pamoja, kuja kwa pamoja kwa wingi wetu katika viwanja vya Nyamagana, tutaifanya tukio liwe na heshima kubwa. Hata wale wanaoheshimiwa katika tukio hilo watajisikia vizuri sana. Kwa sababu unaonaje wewe unapewa tuzo, alafu katika afya ya kupewa tuzo uko wewe na mke wako na watoto. Haipendezi. Inapendeza sana tunapotoa tuzo kunakuwa na watu wengi wa kutosha. Na tuzo zetu kama alivyosema mratibu, hazitakuwa na ubaguzi wa aina yoyote. Hazitakuwa na ubaguzi wa dini, hazitakuwa na ubaguzi wa ukanda, hazitakuwa na ubaguzi wa ukabila. Sisi watumishi wa Mungu tumejaribu kuangalia watumishi wa Mungu katika nchi yetu nzima ya Tanzania bila kuangalia ukanda na udini. Kwa hiyo tumetambua mchango wao mkubwa ambao wameufanya miaka yote ya nyuma huko. Sasa inawezekana hatukwenda mbali sana, lakini kwa umbali tuliokwenda kwa wale watu tuliopo sasa tutakubaliana. Maana tunataka tuende mbali, ndio mtumishi wa Mungu Daktari Bundala, labda tuende mpaka mwaka 1800. Sasa mwaka 1800 hakuna mtu aliyekuwepo hapa. Sasa huko nyuma itakuwa na sikilizi makubwa. Tuanzie angalau kwenye miaka ile ambayo watu wamesikia na walikuwepo. Kwa kuna mahali ambapo tumeanzia na tutakubaliana wote siku hiyo, mtaona kweli tumeanzia mahali pazuri kutoa tuzo. Wale wa nyuma sana miaka ya 20 baada ya Kristo, kabla ya Kristo, tumewaacha kwa makusudi. Lakini kuna mahali ambapo tumeanzia na utaona wazi kwamba watumishi wa Mungu kuwatambua inakuwa ni jambo zuri sana. Unajua sio jambo zuri kwamba mtu anafanya jambo zuri alafu anamaliza safari yake labda anaondoka duniani alafu msimtambue. Basi tumeamua tutoe tuzo kwa walio hai na waliomaliza safari. Inapendeza sana kutoa tuzo kwa mtu aliye hai kwa sababu tunasema mambo yake mazuri akiwa anasikia. Sasa mara nyingi tukitoa kwa wale ambao wameshamaliza safari, haipendezi sana kwa sababu sasa anakuwa hayupo na hata asikii kile tunachosema. Kwa hiyo inapendeza sana kwa wale walio hai kwa sababu kwanza wanasikia kile tunachosema. Kwa hiyo tutafanya namna hiyo na nimeweza kwamba kila mmoja wetu atabarikiwa. Mimi nisiwe na mambo mengi ya kusema, labda nitarudi baadaye kusema, lakini nirudi tena kuwashukuru wote ambao mmekuwepo siku ya leo ya maandalizi makubwa ya kutoa habari kwa mji wetu wa Mwanza na Watanzania wote wajue kuna tukio kubwa
litatokea katika viwanja vya Nyamagana siku ya tarehe 21 mwezi wa 6. Leo ni siku ya kutoa habari kwa watu wajue kwamba tukio lenyewe litakuwa ni kutoa tuzo kwa waimbaji wetu wa mkoa wa Mwanza, lakini kwa watumishi wa Mungu ndani ya nchi yetu ya Tanzania, wale ambao mchango wao tunautambua kwa kazi kubwa ya Injili. Baada ya kusema hayo, ni heshima yangu sasa nimlete katibu wa CPCT mkoa wetu wa Mwanza na katibu wa kamati ya amani mkoa wetu wa Mwanza, Daktari Askofu Robert Mudara, ili aweze kusema machache na yeye kwa nafasi yake.